Leo kuna uchawi ni wa zinaa tu. Ndio. Mtu akilala na wewe, sawa, anachukua na nyota yako. Wewe hujawahi kwenda mahali hapo unaambiwa mwanamke uliyemuoa ndiye anayekusababisha usifanikiwe. Umeoa mwanamke hana nyota hapo. Umeolewa na mwanaume hana nyota nzuri. Yes. Maana yake tafsiri yake nini? Wako wenye nyota nzuri, sawa, ambao wengine wanaolewa ama kuoa kiuchawi. ndio. Sembuse tu ya kuoa na kuolewa, zinaa. Yes. Biblia inasema azinie na mwanamke hana akili kabisa. Amina. Kwa nini? Kwa sababu afanya jambo litakalomwangamiza nafsi yake. Oh yes. 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 Unapoingia kwenye zinaa, sawa, jambo la kwanza unapoteza sifa za ukuu. ndio. Yes. Kufuatana na kitabu yes. cha Mathayo sura ya 5 na mstari wa 19. Amri zote zinazungumzia mahusiano. Usiue. Yes. Usizini. Yes. Ukitamka kuzini, watu wanafanya hivi macho. Unanifumbia macho nini? Hapo. Yes. Usizini. Amen. Kuzini ni kuvunja amri ya Mungu juu ya mwili wa mtu. Amina. Yes. Yeye amesema usi. Na wewe unafanya. Oh yes. Unasema kigaidi nafanya. Kitakacho kukuta yes. ni kudogoshwa Kabisa. Ulipaswa ukue, ndio, uongezeke nguvu rohoni, ukue, yes, uelekee kwenye hatima ya ukuu ya ufalme, ndio, uitwe aliye mkubwa kabisa katika ufalme wa Mungu. Lakini kwa sababu ya kuvunja amri, yes, unaitwa aliye mdogo kabisa. Neno kusema ataitwa, yes, ni wito kabisa. Yes. Calling.